Chapesa. Yuhali gani mwanamichezo mwenzangu wa Chapesa Media, kwa mara nyingine tena tunakutana katika viunga vyetu hivi vya burudani na michezo. Ukiona nimeshika hiki kitonge, basi jua naleta habari mzuri za kimichezo, hususani siku ya jana hawa wababe wa nchi Young Africa zidi ya Simba Sports Club. Simba akimgaragaza mtani wake akamwambia, baba, miaka mitatu umenikimbia, lakini leo hii uongo baba, lazima nijiulize ili nami nirudishe heshima kama ya nyuma kwa mashabiki wa Simba pamoja na viongozi na timu mzima kwa ujumla. Na imani siku ya jana Simba Sports Club ilikuwa na furaha isiyo kithiri. Nipo na mzee wangu mzee Side, nimeleta kitonge. Kauli yake ya kwanza alizungumza na nukuu, lakini Simba tukimfunga Yanga au Yanga tukimgaragaza, bwana, itakuwa ni furaha moja kubwa sana katika timu yetu, kwa mashabiki na viongozi pia, na tutaona tena anaguswa kiongozi yoyote. Ndicho kilichotokea jana. Pia alizungumza Clatous Chota Chama, Triple C Mwamba wa Lusaka. Hii ni ruru hapa Simba, na ndicho alichokifanya jana Chama baada ya kucheza mpira, kupokea mpira na kama mzee anataka kupiga vile, Emudi John alikotoka kamzoa mazima, Mwamba kalanguka, tuta linawekwa. Nini kitachojiri? Tumsikilizie mzee Side Mnyamwezi. Baba. Ulionayo leo naona kidogo, yani nimechoka. Ile ulizungumzia jana, sulikesha. Nimechoka kazini. Jana ulikesha, mambo mengi. Shikamoo kwanza mzee wangu. Marhaba, vipi? Shari, mambo anasemaje? Namshukuru Mungu. Kwema kabisa. Kwema. Naona furaha kidogo, yale matumaini ya dabi yanaanza kurudi. Maana alisema kila kukicha tunafumbuliwa. Najua niliuliza. Huyu Yanga atakuja kukumbuka. Kauli kwa siku zote unaizungumzia. Lakini sasa tumewafunga kwenye nini? Muungano, lakini kwenye ligi bado tuna deni kwenye ligi. Ile ni muungano. Ila bado kwenye. Alafu nataka nikwambie hivi. Nimeongea na kakangu mmoja anaitwa Maone. Yuko Kahama. Yule alinipigia simu ndani kama ya siku 3, akaniambia tunashinda. Goli ngapi? Akaniambia sijui, lakini tunashinda. Na mimi nikaenda nikaangalia kwenye viunga vyangu, nikaona kwamba kuna goli moja. Nafikiri nilikwambia. Nilipigia simu ile sikuweza kuweka bayana na kulingana na mambo ya kifamilia na matatizo pakata tukufanya kipindi. Kwa hiyo ile nakubali, uliniambia bwana kuna goli hili. Kuna goli moja. Umeona kwamba watashinda au yote atakaye changa karata atashinda. Ila goli moja. Uliniambia kwenye goli moja. Sasa labda mimi nikukumbushe na niwakumbushe wasikilizaji wetu na watazamaji wetu. Kuna mwaka fulani tulicheza na wale Yanga pale Zanzibar. Ndio, miaka hiyo ya nyuma. Tukachukua ubingwa wa Afrika Mashariki. Tukaja tukakutana nao tena kwenye ule uwanja. Tukawafunga tena goli moja, tukachukua ubingwa. Kule tulichukua kwa mapenati, huku tulikuja kuwafunga ndani ya dakika 90. Ndio, goli moja. Alifunga Damian Kimti na kadi nyekundu alipewa Ken Mkapa. Walivorudi huku walitutandika 3. Zanzibar Guantanamo mkamfumua nyinyi. Sisi tuna bahati na Zanzibar. Na ule uwanja. Kwa hiyo Guantanamo Yanga kuuita. Hata Azam tuliwaita kule. Mkaenda kuwafumua ile Mavambo. Mavambo ile. Tukawafumua. Yaani Simba na Zanzibar yaani wako vizuri. Yaani wao wanatulia sana. Kwa hiyo dabi ya Mishe Samoei iende Zanzibar tena? Mimi sijasemea hivyo. Kwanza swala la kuipeleka Meja ya Samuyo, kwa kuwa tayari tushashinda, haitokuwa na vurugu, watacheza tu mpira, haitokuwa na vurugu. Kwa sababu mmeshinda, hakutakuwa na bwana. Wewe hata wakitufunga watufunge, lakini sisi tushawafunga na sisi. Walikuwa wanakela sana. Ile kauli ya kusema tunataka tuongeze miaka mara 7 mfululizo. Sikia nikwambie, imekufa bwana. Imekufa, tumeivunja. Ile mara 10 imekufa sasa. Tumeivunja. Tayari. Tumeivunja kwa 8. Ila sasa anasema jana mechi ya 8 ndo tunavunja. Ila sema anasema ya jana umemfunga mara 2.
Amefungwa goli moja. Pia mmemfunga kwa bingwa, kombe mmebeba nyinyi. Si ndio? Na mimi nasema yani nauma sana kwa Yanga. Wale haiwaumi. Kwani kombe la Yanga lilichukua kwa nani? Kombe ile ulichukua leo? Waliolichukua tuliochukua sisi leo. Yanga si walikuwa nalo? Walilichukua kwa nani? Yanga. Ile finali. Yanga lile kombe si ndio alikuwa mtetezi? Ndio mtetezi. Alikuwa mara 7 kwa mara 6. Alilichukua kwa nani? Kwa Simba. Sasa sikanirudishia dude langu. Simba kanibeba. Kanirudishia. Hata na hili la ligi. Na hata hili la ligi. Iko siku ataturudishia wenyewe. Kuimba hili la ligi. Litarudi kwenu. Iko siku atakuja kuturudishia jamaa. Chukueni na nyinyi. Kwa mfumo wa jana ule uanzisha ule. Unajua ngoja nikwambie. Siko vizuri sana kwa leo, wana watu watanishangaa. Bado sijakaa vizuri. Iko hivi. Na hili nilishawahi kuliwaambia. Nilisema hivi, Simba ukiangalia sana kiundani, hata tunacheza na wale Pamba. Pamba Jiji. Mimi pale timu ndo nilipoiona kwa kwamba imeshakuwa tayari. Imeshajijenga tayari, imeimarika vizuri. Lakini nikaja nikatoa ufafanuzi sehemu hizi mbili. Sisi hatuna striker. Sisi hatuna golikipa. Basi beki tunayo nzuri. Mbili ndio hizo zitoa. Full stop. Na kama kuirekebisha timu kweli, kama wana hamu na timu ya Simba ifanye vizuri, ni sehemu mbili tu. Striker na beki kipa. Na kipa. Basi tutafute na watu wengine tuongezee, biashara imeisha. Viungo pale kati safi wanapika vizuri. Beki nyuma naye. Chama si yupo. Walimtukana Chama. Chama anaondoka, watu tunasikitika, wanasema wanini mzee aende. Umeona duka. Mimi wakaja nikauliza, nikawa nawauliza watu, ni muda sahihi Chama kurudi? Wakazi gani duka lile? Sasa hivi nenda kama mtu yote wa Simba waambie Chama hamna kitu, atakutukana. Na watu wa Simba kawaida yao kutukana. Na kwa nini? Ngoja kwanza. Chama bwana jana dakika 120 zote mzee kapiga, lakini vijana walishindwa. Watu walisema Chama hafikishi 120. Akatoboa na ndio kasababisha dakika 2 kwenda mpira tuende kwenye mafuta. Chama anamsababishia mtu matatizo. Edmund John yule kwa heri. Tayari kukushaanza. Kijili yuko wapi? Kingili yuko wapi? Kwa Simba. Kingili yuko wapi? Kijili yuko wapi? Hayupo. Yuko wapi sasa hivi? Sijui, hata sijui yuko wapi. Kijili Gombea City. Kuna kazi. Huyo mtoto ndo safari. Chama kasababisha matatizo. Na ndio maana nakwambia hivi vilabu viwili wa Simba na Yanga, yani lazima mtu litamkuta tu. Na likimkuta safari. Sasa Edmund safari. Na wakimwacha kwenye mwaka huu mmoja tu. Mwamba yule bwana. Ufanye vizuri. Mwamba kakurupuka. Kakutana na kichwa kilichotulia. Katoka mazima wewe. Katoka Chama ananyanyua uso, anamuona huyu anakuja. Chama akasema unakuja, subiri. Kama anapiga kaifinya kaizungushia huku, mtoto beba na mguu. Kaenda kunyanyua mguu wote ule. Chama naye alipoona umenyanyua mguu kaanguka gunia la mkaa. Lefa kafunika pale. Kufunika. Bwana Mwamnyeto ndio nilimwonea huruma. Mwamnyeto alipoenda pale anamwambia, "Why is this refa?" Refa anamwambia, "Nitakuua." Katoa jicho, nikasema huyu nenda nataka kaje. Sio alajiga huyu. Sio yule mnaye. Huyu sio alajiga huyu. Wewe fundi ujenzi aende akachezeshe mpira. Uliza yule mtu wa Kenya. Fundi ujenzi. Si alajiga fundi ujenzi. Fundi matofali. Wewe nenda bwana, mnatuletea mafundi matofali sisi. Ile pale ile asingeweka alajiga ile. Nenda bwana wewe. Mimi ndo nakwambia alajiga asingefunika angesema fair hii. Manenda na wewe. Ana begi ya kafu huko kwa wengine, sio ana begi ya kafu kwa Simba na Yanga. Haki ya Mungu nitajie mechi moja alajiga aliyochezesha hapa katikati hapa, ukitoa ile ya Zanzibar. Simba Simba. Kuna mechi moja, kuna ile tunakula 5 alajiga sikakaa katikati. Si alipeta faulu ya Mdasiru. Wewe unafikiri mimi nasahau? Alipeta Kapombe kama sio Kapombe. Yule Mdasiru alienda kumchezea Putin. Faulo. Mabeki wamesimama. Mwanangu sikanyanyua mikono kama ungo. Pia
kapeta, tunaenda kufungwa goli la 3. Wewe nenda bwana wewe. Refa katoa macho. Na ile aliyomkamata nani Shomari Kapombe alipomkamata miguu. Sasa si tayari ishafungwa 5. Unaongeza la nini? Si alienda kutoa penalti ya 5. Wewe sasa alibalance mchezo. Alibalance mchezo wapi? Refa akatoa jicho, alafu anamwambia this coming to Kenya. Mimi namaliza kila kitu. Kamuuliza unasemaje? We Mwamnyeto mwenyewe kafanya mikono, basi bwana wewe weka penalti. Mimi wala sina shaka. Kamwambia yes, weka pale. Sasa mwalimu na yeye. Mwalimu nikasema sasa kalukwa. Na jana angeitoa ile nje. Angeitoa. Yeye Edmundi wote wangeaga. Yaani yule ndiye alikuwa anaaga pale. Lakini Gomez bwana kwenye penalty nasikia yuko vizuri sana bwana. Afu ile uwanja Gomez nyumbani pale. Si ana matege. Amesema goli langu la kwanza ana matege yule. Miguu imekaa kama ufutio. Yale maufutio ya maji yenye matege. Sasa Jiji Diala baada Jiji Diala aliposimama alienda akataka kuushika mpira. Likaenda likaunyanyua mpira likauweka kwenye kwafa. Afu lina sura ya kitetototo. Ninamwangalia na nikasema wewe dunda ukose penalti. Acha Mungu. Nilisema ule mpira ya nini? Ule mpira Diala anataka nini? Alimjua anakuja anataka Jiji Diala ujue hataki kufungwa na Simba. Mkae mkijua. Hapendi kufungwa na Simba kwa sababu Simba wana midomo na Simba tuna midomo bwana. Bwana kumechangamka. Tunaongea baba. Umechangamka. Saizi watoto wamerudi na ndege. Napigiwa simu Zanzibar naambiwa bwana watoto hawapandi boti wanapanda ndege. Watu wengine na kombe. Wanakuja na ndege. Kombe analo Ahmed kwenye boti. Kombe analo Ahmed Ally. Ahmed bwana kigoma chake cha Uruguay kile kipo bwana. Na boti. Vijana wamerudi na ndege, Ahmed Ally na mashabiki wenzake. Ligi huku bwana, ligi huku. Tufanye kazi ya ziada. Ligi? Tufanye kazi ya ziada. Kuwatoa wale kwenye mamlaka, tufanye kazi ya ziada sana. Sasa hii mimi naiona mbele hatari. Hatari yake inakuja moja. Ipi hiyo? Simba na Yanga ndio mtakuwa mnaita tu waamuzi. Azam naye atapiga kelele. Hii inakoenda na Azam naye atapiga kelele. Ataniambia mimi nataka dabi zangu zote marefali watoke nje. Na kwa nini? Wewe utasubiri kwanza Mzee Saidi. Manake ikiwa hii tumefikia sehemu alianza kuaminiani. Hata mimi walivyofanya nimeona vizuri. Si umeona tumewakongota. Kwa hiyo mnaamini sema iko siku tutakuja kukutana nao wao. Mzee Saidi anaipenda Yanga. Penda Yanga. Nielezea kwa sababu wanatufunga kwa uchungu. Na nyinyi mnatakiwa mbadilike. Bora mwenyekiti mumpe hata huyo nani huyo. Magoli. Ni magoli tu. Magoli ndio anahangaika na timu sasa hivi. Mangungu naye sikeshazeeka bwana aoni yule wewe. Mangungu wa nini sasa hivi? Mangungu aoni sasa hivi apumzike tu na yeye. Wachezaji hawajui. Hawachezea wewe nenda kamuulize Chama unamjua. Chama anaweza akawa anamjua. Kwanza aliyomleta Chama ni nani? Chama aliyemleta kafa. Sasa kumbe yule ana nyendo kama za Hanspop. Mimi unajua watu wanashindwa kunielewa, hata viongozi wa Simba wanashindwa kunielewa. Umenielewa? Na wanashindwa kunielewa padogo sana hata watu wa Simba. Ndio maana watu wa Simba mimi nawaambia hivi, kamwe hatutoweza kumsumbua Yanga kwa mtindo huu wa kujiweka makundi. Kamwe hamwezi kumfunga Yanga kwa kutulia kwenye ligi kama tutaendelea kujiwekea makundi na kukataana. Sasa kuna mtu sasa hivi anajisifia mimi ndo nilisema waamuzi waletwe kutoka nje. Sasa mpira gani? Kwa yeye ndo mwenye mamlaka. Yeye ndo mwenye mamlaka. Usijikweze kwa kitu ambacho hakiwezekani. Alipaza sauti. Kupaza sauti ya jamani tubadilishiwe refa, tunataka refa kutoka. Tubadilishiwe refa wapi? Kwani hakuja refa? Ngoja, hakuja refa wa Misri tukapigwa 2. Yule. Sawa. Mlikulaga hapa. Yanga yenyewe sasa hivi, Yanga mwenyewe yule kocha ndio kaiharibu. Yeye mwenyewe. Jana hapo kwa hapa Mzee Said. Yeye mwenyewe ndio kaiharibu. Kwenye hesabu wengi wanalalamika wanasema huwezi kutoa kiungo mshambuliaji wameweka kiungo mkabaji. Alafu mwenzie alimsoma. Yeye mwenzie alimsoma. Alipoona katoa kiungo mshambuliaji kama ngoja nikwambie hapa Kibasi akamuuliza Jabeli. Chapesa. Yule bwana yule mzee yule nani yule? Beka Steve. Kila mechi ya Yanga alikuwa anakwenda kuangalia. Mimi niko safari nikienda kuangalia mechi za Yanga. Beka unamkuta. Zile za muungano zote. Beka lazima umkute. Yaani yule alikuwa na suspect Yanga wanachezaje.
Alikuwa anachambua kwanza. Yani alikuwa anachambua, yani yule alikuwa anamsoma mchezaji mmoja baada ya mwingine. Sasa yule kocha wa Yanga ana kibri, na kibri ndio imemponza. Kibri yake ni nini? Kwanza ana uwanda mkubwa wa wachezaji. Sahihi. Umenelewa eh? Kwa hiyo anajua nikimtoa huyu nikimweka mimi napata matokeo. Lakini sasa ilivyofikia muda, yani wachezaji wa Simba waliambiwa nyie jilipueni. Kama ulimsikia Matola, alimuita mwalimu, jilipueni. Anamuita kwenye TV inasikika hiyo. Jilipueni. Yani jilipueni nyie, twendeni, litakalotokea ndo hilo hilo. Dakika zimeshaisha, nyie pandisheni timu. Kwa sababu nani alishatoka? Pakome. Okelo katoka. Nani Mdathiru alichoka. Na mimi nilivyomuona tukatoka Mdathiru na Okelo, alipokuja kumalizia Pakome, nikasema hii mechi kama tusiposhinda ni sisi wenyewe tu. Kwa sababu tunakuwa hapa Mzee Saidi. Mechi Azam na Yanga hivi kutoka tu Pakome. Chuma kikaweka. Si wanajiachia. Hebu ngoja kwanza. Kuna dakika zile za kwanza zile, kipindi cha kwanza. Waliuchezea mpira, Simba walichezea mpira, wakaenda kama walikuwa wanatafuta goli Simba, wakapokonywa ule mpira. Zikapigwa pasi kama papa. Ndefu ikaenda kwa Pakome. Ikaenda kwa Pakome. Pakome aliondoka na watu wangapi? Wengi. Afu semaji ngoja ana lolote na kesho ilikuwa inakuja. Semaji alikuwa elewa. Ile ilikuwa offside. Ndio maana aliposhukuru baada ya kuona offside, Ahmed Ally alishukuru. Ile aliondoka naye, mimi mwenyewe nilitoka kwenye TV. Chama ile anamfuata, Chama anamtaka kumshika, anamkwepa, anamwacha kwenye bega. Pakome ndo anaondoka. Wewe akaja akaongezeka Kapombe naye akaachwa, akaja akaongezeka nani sijui ula sijui nani ule. Jamaa ndo linasafiri. Nikasema Mungu wangu, wenyewe tu Yanga jana haikuwa riziki yao. Jana Yanga tukubali tukatae, mpira ni riziki naye sometime, japokuwa na mambo yote tunayafanya, lakini mpira na wenyewe ni riziki. Hata kwenda kuloga ni riziki, hata napokuja kukuloga wewe ni riziki. Mwenyezi Mungu kubali, kama asipokukubali jana tu watu jana kimepita. Kimzinzia kimeingia babu. Kimzinzia kimezama. Kimoja ingekuwa kama ndio Dar es Salaam. Pasingetosha. Pasingetosha. Mimi nimeweka naziri yangu. Siku kwenye ligi tukija kuwafunga wale, nimo mule ndani Taifa. Kugaragara mule kwenye zile barabara zile mnaita tracking nini zile. Nimeweka hiyo naziri. Mtakuja kuona. Tena nasema hadharani, nitakuja kugaragara. Hawa watu wametutesa mno. Sasa ngoja kwanza. Kama kule umeweza kumfunga Zanzibar. Si Samuyo uwanja nyumbani kwako unashindwaje kumfunga Mzee Saidi tarehe 3? Yanga afungwi mara 2. Hapo ndo tunakuja kupishana na watu wa Simba. Yanga afungwi mara 2 shehe. Hapo ndo tunapokuja kupishana na watu wa Simba. Wale wa Galatia. Ukampiga huku uwanja wa Guantanamo nyumbani kwake. Yanga wewe katika historia yako ya maisha yako tangu umeanza kufuatilia Yanga na Simba. Simba anapigwa 2. Kipindi cha bakuli kila anatembeza bakuli. Hakuwa anafungwa kila siku. Anasimama na draw au anatungangania au draw. Zilikuwa za moto dakika 120 Mzee. Chama kamaliza. Chama amekuja kaua mguu mfupi. Nawatia aibu Chama. Tumzungumzie refa Mzee Saidi. Ili kama alichokifanya kama cha nani ile Nasoro Mwinchui. Baba, sio cha Nasoro Mwinchui. Nasoro Mwinchui tulimlaumu kipindi kile. Kadi anazo kazifungia. Dickens. Bana, hebu subiri. Wewe shangalia ligi ya Kenya. Mimi naangalia yule refa, mimi namfahamu vizuri sana. Sawa, na mara nyingi dabi anachezeshaga yule. Kenya kuna marefari hawa. Sasa kuna mmoja huyo anaitwa Peter Wanyama. Yule mbamba yule. Ana kichwa kama amigo ya Scania. Sawani. Yule kama zile zote zile. Pale hamna kadi, pale hamna halafu ya kumpa mtu kadi. Saidi. Zile zilizokuwa zinapigwa na damu. Yule anakwambia nyanyuka tuondoke. Yani anakwambia nyanyuka twende. Piga mpira. Cheza mpira, nyanyuka twende. Kenya ndio wanamtegemea kwenye ile dabi yao. Juzi amechezesha dabi ya Kenya ya Gor Mahia na wale Leopard kafungwa goli dakika za jioni. Shoni kabisa. Yani kata umedondoka chini refa vipi anakuambia twende, acha ujinga, twende tuondoke. Yule ndio angekuja ingekuwa balaa. Yule Wanyama. Yule Wanyama yule ndio balaa. Afadhali hata ya huyu. Kwanza si unaona ile faulo ilivyotokea, alitulia. Sio kama marefa wetu wao.
unapiga filimbi kama unasherehekea. Yani anakuwa kama vile anasherehekea kaiona penalti. Nini? Kwanza alitulia yule. Wote mabeki wa Yanga wakawa wanamwangalia refaria anatoa maamuzi gani. Hana wana shaka. Baada ya kuona kwamba filimbi ndo ananyonyesha pale, ndo jukwaa la Urusi lile. Ndo walikuwa kuwepo ya Simba. Wanakurupuka wanaanza kushangilia. Kwa tuta. Kuwa hili ni tuta. Alitulia. Yani anajihakikisha. Anamwangalia linesman wake. Na yeye mwenyewe anajiangalia. Yani anaridhisha. Anatoa mawasiliano na yule kamisa. Yani wote anatakiwa ajiridhishe. Lakini marefa angekuwa Alajiga pia. Kwanza Alajiga singeiweka. Aiweke Alajiga mshinde. Kwanza ngoja Alajiga yuko wapi? Kwanza Alajiga angenesa. Ana mtembo wake kama dume la nyani, angenesa na meki. Afu wao unajua, lakini anataka kufunika kanesa, kageuka weka hapo tondoke. Kwa mbona Simba mnamsikia sana Alajiga? Mimi simpendi tu kwa wastani. Tena wala hata usifute. Shatutesa sana Alajiga. Alajiga anatesa. Sio anachezesha mchezo. Hamna lolote. Wewe nani wewe kwa bongo angechezesha? Kwa bongo? Kwa Tanzania hapa Tanzania. Refa gani kwenu nyinyi mnamwamini? Nani? Elsasi. Kumbe Simba mwenyewe. Sio hamna, sio Simba yule. Yule sheria za kweli. Mbona nani amechezesha si kile kitoto ambacho kilikuwa jana kamisa kinaitwa kinani kile? Kinani kile kitoto chembamba ya Yanga na sasa alichezesha Yanga na Azam, aliwapeleka vile vile. Sasa kumbe aliwapeleka vile vile. Kwanza walitaka kumtoa kwenye mchezo, akaambia we tulieni hapo, mnataka kunitoa bwana wewe. Safari hii tunao kina engineers wamedunda, sio bahati yao. Basi hiyo ndio neno. Riziki sio ya kwao. Mimi nimepigiwa sana simu na watu wa Yanga kunipongeza. Na washukuru sana. Mimi mwenyewe sijawahi kufanya vitu kama hivyo kuwapongeza. Lakini wao wamenipigia simu kunipongeza. Mzee Saidi, Dodoma, Arusha, Mwanza, Shinyanga, Kusini, kila kona watu wamenipigia simu. Asubuhi yenyewe nimetoka kutumiwa hela na mtu wa Simba. Kaniambia mzee, nenda kanywe supu. Mzee wa Simba. Tunakushukuru sana. Kipaza chako unachokiongea kinafika. Nikamwambia mimi nashukuru. Mimi nimeenda safari yangu, nimerudi. Na nilivyorudi ulinipigia simu. Nilikwambia. Ulitaka nije niongee. Nikajua we mtoto unanitafuta umbea cha pesa. Nikasema siendi. Kwa sababu ningekuja ningesema hapa, ningesema maneno yangu, watu wangehoji mzee alijuaje. Lazima ungedadisi. Watu wangehoji. Mimi jana kwa hiyo matokeo mimi nilikuwa nayo. Twahili nilimwambia bwana moja. Mimi matokeo nilikuwa kaniambia goli moja, nani atakayefunga, ile atakayechanga karata vizuri. Lakini mimi nilishaambiwa fulani ndio anashinda. Ila mimi kanificha. Mimi nikakuficha wewe. Ona haina shida. Na ndio maana nikakwambia kuna goli moja. Ndio uliniambia. Tuzungumzie Steve Becker, mzee Saidi. Maana miaka 3 mfululizo Simba hakupata ushindi kwa Yanga Afrika, lakini yeye jana bwana kavunja ule mzizi wa kusema Kwani hebu ngoja nikuulize. Watu wanasema Simba wameingia na maji ya zambarau. Sijui wameingia na nini, sijui wamepita uwanja wa wachezaji wamebadilisha. Yaani vyovyote. Mimi nikwambie kitu kimoja. Cha kwanza Simba tulikuwa tunahitaji kumfunga Yanga. Iko cha kwanza. Na tumefanikiwa kumfunga Yanga. Ndio. Elsi hajatoka madarakani na ndio nilichokuwa nakiomba. Mfumue kwanza kabla hajatoka. Yani kwanza nashukuru. Kwenye uchaguzi. Umemfumua kwenye muungano. Mfunge. Waone maumivu ya kufungwa yakoje. Ile siku zile tunawafunga kule, mimi nawaambiaga kila siku, nyie mnatuumiza sisi. Nyie mnatuumiza, lakini ujue tumewafunga, yeye hayupo. Yupo. Wewe hakuwepo. Jana yule yupo. Hakuwepo. Hakuwepo. Mimi ndo wewe hayupo. Jana nimemuona engineer nimemuona Arafati. Hakuna. Wala yule alikuwa kavaa shati nyeusi. Yule mmiwa sasa kwa taarifa yako. Ngoja sio nyeusi bwana, kuna ile fana nani? Fana magoli nimeona tena. Nianza kumuona Mwijaku. Kapiga naye picha Mwijaku. Wewe. Tuingie kwenye simu. Tutaenda. Sasa hivi hapa ili watu wajue tusibishane. Unabishana na TV babu? Kama unabishana na TV mimi sikulazimishi. Yaani mimi nisimuone engineer. Wote nimewaona pale. Na wale walishakataa tamaa kabisa, wakajua hapa leo si tunafumuliwa. Wale walishakataa kakimbia. Walijuaje? Kakimbia engineer. Alijuaje? Si anaona na yeye, si anakagua yule.
Injinia kakimbia. Yaani mimi nilikuwa nataka apigwe nione anavyobadilika. Wewe nini bwana? Sisi tunakaa kila siku. Mimi nimwambia bwana dogo unatuumiza sana bwana. Kila siku mkutufumua. Lakini si majibu alikuelekeza. Alinielekeza ndio aliniambia. Kwa sababu ni nani? Na kitu gani kinachopelekea? Kwa hiyo sasa hivi mzee Magoli apewe mwenyekiti. Na baba yao haja kuwepo pale. Unasemaje? Yanga bingwa. Hakuwepo tajiri. Alijua. Alijua. Wametuonea huruma, waacheni nao wachukue bakuli. Mzee Saidi tumalizie na hili. Wangekuwepo wale wawili wale. Wewe. Kale kababa kanateremkaga kanaendaga chini kule. Kule ni kwani hata huyo kocha angeongea. Kwanza zile hesabu asingefanya. Si tunashukuru kweli. Na mimi niliwahi kusema siku tunawafunga Yanga Injinia si hayupo. Akimetokea akijatokea. Kwanza tukizungumzia kwanza kocha Pedro. Mbona anapenda sana kupaki basi kama Mourinho? Sasa watu wake na wasiwasi. Nisemeje ili kusudi unielewe? Mimi unajua nikiongea yule unaweza kumuondoa. Sawa. Sasa nisemeje? Wewe zungumzia tu hapa kwa nini anapenda sana kupaki basi. Mara nyingi mchezo wake anaposhinda hata ile na Azam baada ya kushinda akaanza kutoa viungo washambuliaji Sasa tuseme ni dharau, tuseme ni nini? Ni kwa tabia yake. Nini anapenda sana kupaki hata basi. Siku zile alivyomtoa tu nani Pakome. Azamu wakafunguka. Walikuwa wa moto. Anakuja kuweka nyavuni ile moja. Alafu sasa na yule naye wale Azamu wale hawajelewi wale. Kwani Pakome katoka dakika ya ngapi? Pakome kama una kumbukumbu katoka dakika ya 75 au 77. Sawa? Ndio muda aliotoka pale, walikuwa na uwezo wa kurudisha magoli. Ubinafsi. Katoka 75, 77 Faisal anaweka goli. Kwa hiyo alitoka 75. 75, 77 anaweka goli Faisal. Umenielewa? Wale wenyewe wachezaji na wenyewe na ubinafsi Azam mule. Yaani mule wanaonekana wachezaji wale mafaza wengi. Na mimi nilikuwa nataka nimkumbushe Zaka za kazi, alisema amecheza na timu mbovu. Ameshindwaje kuifunga timu mbovu? Yanga sio mbovu. Yanga unataka uwapeleke mpela ndio unawafunga, lakini usipowapeleka mpela uwafungi. Sisi unaona tumewapeleka ya moto mpaka wametoa wenyewe. Wanasema ingewezekana au ilitakiwa Simba ashinde kipindi cha kwanza au cha pili, lakini bahati yao Oula jana alikuwa amepata injury mapema. Hamna lolote. Wewe sawa. Umemwona Shomari alifanya safari zake za kupiga cross? Hapana. Kwa nini? Kwa nini akwenda? Yanga zilikuwa zinapanda. Yanga zinapanda wapi? Beki za Yanga zinapanda. Na alikuwa anamuogopa Pakome. Yesu ndiye alipewa kazi ya kumzuia Pakome. Yeye alikuwa na Pakome. Sasa wewe upande Pakome hapo akipewa pasi ndefu. Wewe unafanya mchezo ni unakuta kule chuni nyani nguo zimeshachanika. Anafanya? Kasali anauliza nyewe vipi mko wapi? Washamaliza afu unakuta yule kibeni. Jana hakusogea. Mzee Saidi bwana, tuzo zote mmelamba nyinyi na kombe juu mmeondoka nalo. Tulistahili tangu filimbi ya kwanza. Mimi nakwambia hivi, mashindano haya yote nimeyafuatilia na sikutaka kuja na kuongea kwenye kitonge. Yote. Mara ya mwisho mimi na wewe Yanga anashinda goli 4. Ndio. Sasa tunzo mpaka unapoenda kwenye ubingwa sisi zinabadilika. Angeshinda Yanga angepewa Yanga. Wewe nini unaona kwa kama uelewe. Sasa bingwa unamnyimaje? Bingwa unamnyimaje? Toka asubuhi umeanza. Kwani Yanga kapoteza, Simba kapoteza? Hajapoteza. Yanga amepoteza? Sikaja kupoteza finali. Kapoteza finali. Sasa kwa hiyo tunakupaje wewe umepoteza finali? Ila kwa Yanga naye si alifungwa. Nani alifungwa? Alifungwaga ile goli 2-1 na nani? Na Azam. Kipa ndo maana akakosa. Ukija kwa mfungaji bora jana Mwalimu naye kashinda pia, amefunga jana. Kasali kapewa? Akapewa ile Abeli. Sasa Abeli alikuwa na stahili. Si alizuia ile mechi alicheza na nani Abeli? Mechi zote sikacheza jana tu. Sawa yuko sahihi. Kwa hiyo ina maana kaivusha timu bila kufungwa. Kwani Abeli mbovu? Sisi wenyewe tunashindwa kuwaamini wachezaji wetu. Wandani. Kwani wewe unafikiri na nini mbovu? Wewe ukiniwekea Abeli na Kasali mimi naondoka na Abeli. Mimi sinakwambia, mimi naondoka na Abeli. Abeli na Kasali naondoka na Abeli. Sasa mimi naondoka na Kasali, yule anayesimama anataka kulia. Kasali kakutana na ukuta mzuri. Babu yule mwenye ndevu zenye mvi yule anaitwa Tule. Yule anakaba mpaka anakuuliza unatoa mpira au utoi. Hujawahi kujamuona namsemesha nani pale Dube?
Dube alikuwa anafumulia. Sasa kumbe Dube kaulizwa unatoa utoi, akapewa upaja Dube. Dube akauachia mpira, jamaa likachukua likakanyaga kama wewe vipi bwana wewe? Unatoa utoi. Unatoa utoi. Aliulizwa, nyesi mnakuaga wanafiki, muangalie vizuri, nendeni mkaangalie kwenye Azamu. Nendeni mkaangalie kwenye Azamu, kuna sehemu anaulizwa Dube na yule jamaa yule mwenye kidevu Tule yule Ismaili. Mashine nyingine ile. Alafu kuna mmoja Kibabage jana kacheza alafu bwana. Kibabage afurahi Kibabage. Ndo mara ya kwanza sasa anaingia tu na anabeba kikombe, bahati iliyoje. Kibabage ana matata kweli Kibabage. Jana bwana kamtia mtu 6 meno ya kwenye upaa. Weka msuri. Alimkazia mtu msuri. Alimkazia msuri wapi? Ule mpira ulikuwa juu, kutaka kupiga, akaweka mguu akapiga, ukati anarudisha mguu katua kwenye upaja wa mtu. Na jamaa chini likaona yule jamaa anamtafuta na miguu. Msia mkatumizia beki wenyewe ndio huyo. Sasa tumalize na tarehe 3 Mei. Tarehe 3 kuna mtu anafungwa. Meja Isamuyo. Simba tena tendeleza ubabe kwa Yanga. Ama Yanga atajiuliza kwa nini huko ulinifunga leo huko. Nisikilize, aidha kuna mambo mawili. Kuna draw au mtu kufungwa. Basi. Maana ile ya jana ni lazima mtu atoke na ushindi, si ndio? Ni lazima mtu afungwe. Maana 90 zikapita zikawekwa tena 30. Ingekuwa kama ni mechi ya NBC tu ingekuwa imeisha draw, si ndio? Tena ile mechi Mdathiru atakuwa hayupo. Mtu anafungwa pale. Kuna mtu anafungwa, mimi ndo nakwambia. Leo tarehe ngapi? Tarehe 30 leo. Leo tarehe 30. Jumapili kinanuka tena. Jumapili yani tunapumzika kesho na kesho. Jumamosi. Hata kama niko kitandani niletee, ili mradi niwe naongea. Hiyo mechi ndo nitakuja kuwaambieni. Nani anafumuliwa? Nani anafumuliwa? Mapema hiyo. Kodi tunatoa hiyo. Sasa bana nilikuwa nimesahau. Kakaangu Maone anasema hivi. Wana Simba tunatakiwa tutulie sasa hivi. Tuache muhemuko wa kukataana na tuache muhemuko kujisifia mimi nimefanya jambo fulani. Umenielewa anatukataza. Huyu ni kiongozi wa tawi yuko kule. Alafu ni mtu mkubwa. Dodoma? Mimi nakwambia Kahama, wewe unasema Dodoma. Wewe naye na Dodoma tu, Dodoma na wewe. Hebu ngoja bana huyu mimi nitampeleka Dodoma. Na waambie kabisa watu wa Dodoma. Mechi ya Yanga na Dodoma Jiji ndio iliyobakia, tunaenda Dodoma na tutafanya kipindi. Naonesha sehemu niliyoanzia maisha na kutoka pale na kuondoka kuja Dar es Salaam. Fuate historia mzee Said ulipoanzia, ulipoanza kutengeza jina mpaka sasa hivi msije mkaja mkacheka tu, kumbe mzee huyu alianziaga hapa. Ujana ndio ulikuwa unaanza. Maka mkawinyi na mimi nitawaonyesheni nilikoanzia mpaka nilikofikia. Chapesa hamna shida. Sawa. Lazima mimi niende. Angalie kweli Sidi alitokea hapa. Alafu tunaenda sasa kwenye kijiwe changu. Nilipokutana na mama Mwishe. Ambia hapa. Kwenye kahawa hapo. Kwenye kahawa alikuwa anapita nikapiga mkono. Oya. Hebu nisubiri. Ngoja hapo. Baba Mr. Nikamwambia hata tibu. Kabila gani wewe unaongea mbona sikuelewi? Maana kule mimi nishazogea anye. Sasa wewe tena naye tenda kupaona mashabiki zangu. Mimi napenda kufanya kitu reality. Wewe ukinicheka nicheke. Hii si kawaida. Wewe ukinicheka mimi nashangaa. Ndakuchanga wewe unanicheka. Wewe engineer alikimbia. Engineer jana kasapi. Mimi nilikuwa nataka yani Yanga anagongwa na engineer yupo. Afu nimuone anafanyaje, atapiga makofi au atanyamaza. Maana nilimwambia atatupongeza, sisi tumeingia ligi ya mabingwa, kutupongezaga kipindi kile. Sasa kwa jana hajawapongeza Kasepa bwana engineer bwana kanikimbia jana. Nasubiri tarehe 3. Tarehe 3 utamkuta pale Meja Isamuyo. Kavaa kanzu. Bwana ona yeye kavaa kanzu. Unajua mwafua. Akivaa kanzu? Mwafua. Na yule mwenzie yule Arafat akivaa kanzu tu. Amtoboi. Wagumu. Na ukimwona engineer kavaa kanzu, goli zinaanzia 3 kwenda 4. Haki ya Mungu. Fuatilia. Akivaa suruali kawaida 2-1. Lakini akivaa kanzu 4-5-6.
mtu anakula. Hamisi ndio anakwambia. Shida yenu nyinyi amfuatilii matukio ya uwanjani. Tunaona. Sasa kwa ni kanzu ndio anashinda na wakati anacheza wachezaji. Jana Mkulia alikuwa kapiga jezi, afu kapiga jeans. Yaani kamkumbuka mpaka nani? Juma Mgunda. Juma Mnene, Gadiola Mnene. Hapo jamaa na hasira huyo. Yaani jana kama Simba wangefungwa angepiga watu jana. Jana mambo alinoga. Jana yani nakwambia sawa, kama jana Simba wangekosa ubingwa, aka Mungu yule baba angepiga watu. Yule ndo ana uchungu kweli na Simba. Mimi nimeshamshtukia yule jamaa ana uchungu. Wewe mwenyekiti hapo yule. Wewe ndio maana alimwambia mtu mmoja, mimi ningekutana na mzee Saidi ningempiga bastola. Nani aliongea hivyo? Wewe mzee? Wewe jana naye bwana. Bwana. Jana alikuwa kanuna kafuta mdomo. Hivi ulishamuona, ushawahi kumuona Chenge akiwa kakasirika amefuta mdomo? Chenge. Unakimbia mbele yake, Msukuma huyo. Mnyanduzu. Mheshimiwa Chenge huyo. Akivuta mdomo yule, wewe unaweza ukasema mimi leo hapa sipati hata pa kutokea. Kwanza akivuta unamsikia anafanya anaangalia pembeni. Ndicho kilichotokea jana. Ndio kilichotokea jana. Nyama Simba. Baada ya goli bwana mzee akashindwa kujibu, bwana upo na rais hapa. Akapiga makofi hapa. Mwalimu kapata goli mchezo. Yule usiyempenda kabeba. Kapata na goli lake kaondoka. Sasa karudi na goli yake. Kwanza yule mwenyewe aliyopigiwa faula angepiga ilikuwa goli. Yaani jana Yanga walikuwa hana pa kutokea. Yaani jana Yanga walikuwa hana pa kutokea. Simba walikuwa na utaka yaani sana. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na utaka na ndio maana nilikaa kimya muda mrefu. Sikuwa naongea. Mimi mwenyewe nilikuwa na utaka. Na nilivyoangalia wale wanangu nikajua wanataka. Walijipanga kabisa. Zawadi tumerudi, lakini ndio kikombe chetu hicho. Unajisikia? Funga kipindi. Bwana, huyo ndo mzee Saidi, maoni yake hususan na mchezo wa jana kati ya Yanga dhidi ya Simba. Simba akitoka na ushindi wa goli 1-0 dakika ya 119, Selemani Mwalimu akifunga penalty, Diala akimwagika kushoto, Selemani anamwaga maji mkono wa kulia. Hiyo ndio mchezo uliokuwa umeleta faraja na furaha kwa mashabiki wa Simba, na sasa wana confidence kama anavyosema msemaji wao Ahmed Ally kuwa sasa hivi kidogo matumaini ya Simba yetu ile ya zamani yameanza kurejea. Wanakutana tena tarehe 3 mwezi wa 5 uwanja wa Isamuyo pale Mbweni. Nani tena ataibuka ushindi? Yanga atafungwa au Simba atafungwa? Mimi na wewe hatufahamu. Hii ni Chapesa Media, tunakushauri endelea kushare, kucomment na kulike. Tunapatikana social media zote, Instagram, Facebook na TikTok. Tukutane baadaye. Bye bye.